Karibu kwenye Kidi TV. Afya ni muhimu. WHO kupitia mkataba wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Langu jina Arnold Amoga, karibu. Shirikisho la Afya Duniani WHO imezitaka nchi wanachama kupitisha mkataba mpya wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko katika mkutano wa Baraza Kuu la Afya uliofanyika nchini Geneva. Tedros aliwasifu wajumbe waliofanikisha mazungumzo hayo kwa ujasiri wao, akisema hata katikati ya migogoro na licha ya upinzani mkubwa, wajumbe wao waliendelea kupambana na hatimaye wakatimiza malengo. Ameelezea matumaini yake kuwa mkataba huo unaolenga kuimarisha uratibu wa kimataifa na usawa katika upatikanaji wa chanjo utapitisha kesho Jumanne. Hata hivyo, baadhi ya vipengele muhimu kama mfumo wa upatikanaji wa vimelea vya mafanikio PABS ama PABS bado vinahitaji kukamilishwa kabla ya Mei mwaka 2026. Majadiliano hayo yaligubikwa na mvutano kati ya nchi tajiri na zinazoendelea, huku nchi maskini zikilalamika kutengwa wakati ugavi wa chanjo za COVID-19. Aidha, baadhi ya mataifa yalipinga mkataba huo yakihofia kuwa unaweza kuingilia uhuru wao wa kimataifa. Ili mkataba huo kuanza kutekelezwa, unahitaji kupata ridhaa ya nchi zisizopungua 60. Katika taarifa tofauti, Tedros alielezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kibinadamu Gaza, ambako watu milioni 2 wanakabiliwa na baa la njaa kutokana na msaada kuzuiwa kuingia katika ukanda wa Gaza. Alisema WHO na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa yako tayari kupeleka misaada iwapo yatapewa kibali. Tangu mwezi Machi, Israel imefunga njia za misaada kwa lengo la kushinikiza kundi la Hamas. Wakati huo huo, Tedros amefichua kuwa WHO inakabiliwa na upungufu wa dola milioni 600 katika bajeti yake na kwamba shirika hilo la Afya Duniani linatarajia kupunguza matumizi kwa 21% katika miaka 2 ijayo. Tayari WHO imepunguza wafanyikazi wake na wiki iliyopita ilipunguza nusu ya maafisa wa ngazi ya juu katika hatua za kupunguza gharama. Marekani inapojiondoa rasmi, WHO, China inatarajiwa kuwa na mfadhili mkuu wa shirika hilo kupitia ada za nchi wanachama. Mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amezihimiza nchi kuwekeza zaidi kwenye afya ya dunia, akisema dola milioni 2.1 ni sawa na matumizi ya kijeshi ya dunia kwa muda wa saa 8 tu. Taarifa hii ni kwa mujibu wa DW na imeletwa kwako na Arnold Amoga, na hii ni Kidi TV.